أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين الكرام السيد والسادة في كل أنحاء العالم وفي قارتنا الحبيبة الشريفة القارة السمراء، وفي بلدنا الحبيبة بلد الأمن والسلام والجزيرة الأمن والسلام جمهورية تنزانيا المتحدة. أرحب بكم في هذه الحلقة السياسية والحلقة الدبلوماسية. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu, napenda kutumia fursa hii adhimu na maridhawa kwa mara nyingine tena na kukaribisheni katika muendelezo wa uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa, lakini pia masuala mbalimbali yanayohusu diplomasia ndani ya ulimwengu tunaoishi. Ndugu zangu, tukitupia macho au tukiendelea kutupia macho juu ya yale ambayo yanayoendelea ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati, na hii ni kutokana na vuguvugu na moto unaoendelea kupambishwa kupitia vita vya uvamizi wa jeshi la Marekani kwa kushirikiana na Israel dhidi ya taifa la Irani. Pakiwa kuna vita ya maneno, lakini wakati huo huo ziko jitihada mbalimbali za diplomasia ambazo zinafanywa kuhakikisha kwamba mataifa haya yanaepuka vita hiyo, yanaepuka madhara yatakayotokana na vita hivyo, yanaepuka athari mbaya itakayoachwa kutokana na vita hivyo. Limeibuka jambo ndani ya Mashariki ya Kati ambalo wengi hawakutarajia, lakini kwa wale ambao wanaofahamu wanajua nini kinachoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Pamoja na kwamba kuna diplomasi, kuna propaganda kubwa kupitia mfumo wa vita vya vyombo vya habari, lakini pia kupitia mfumo wa vita vya kisaikolojia, bado kuna mambo yanaendelea kuzuka kuonyesha kwamba umuhimu wa Mashariki ya Kati ndani ya ulimwengu tunaoishi nao ukoje. Tegemezi la Mashariki ya Kati ndani ya ulimwengu ambao tunaoishi nao ukoje. Na hii mgogoro huu au vita hivi ambavyo kwa mara nyingine vinatokea kwa upande wa pili ni kati ya Misri na Israel, lakini kati ya Misri pamoja na Ethiopia. Ikumbukwe kwamba Misri pamoja na Israel wamekuwa ni mataifa mawili yanayoishi katika uhasama kwa muda wa miongo mingi sana. Ikumbukwe Misri pamoja na Israel kuanzia mwaka wa 1948 waliweza kupigana vita ambavyo vilivyomfanya Israel aibuke mshindi katika vita hivyo. Lakini mwaka wa 1956 Israel iliweza kuunda umoja baina yake wa nchi tatu, baina yake yeye pamoja na Ufaransa, lakini pia na Uingereza. Baada ya kujoin nguvu zao, waliweza kuvamia taifa la Misri, lakini pia wakawa wametekeleza mauaji makubwa mno, kiasi kwamba vita ile pia iliibuka kwa Israel kuwa ni mshindi pamoja na maadui pamoja na washirika wake. Lakini mwaka wa 1967, hifadhi tarehe hizi ni muhimu sana ukazifahamu kulingana na ulimwengu tunaokwenda nao, ili ujue kinachopelekea leo kuingia katika huu mzozo wa kivita, huku ilhali Mashariki ya Kati Marekani pamoja na Iran na wenyewe wakiwa katika vuguvugu la vita. Mwaka 1967 vile vile Misri kwa kupitia jeshi lake alilolitengeneza yeye Israel pamoja na muungano wa nchi alizozitengeneza ambao ni Uingereza pamoja na Ufaransa, waliweza kuunganisha jeshi na kuivamia Misri kwa mara nyingine na kumpiga na kufanikisha kuchukua ardhi ya Sinai au kuchukua mkoa unaoitwa Sinai. Sinai ni moja kati ya mikoa ambayo ina historia ndefu katika upande wa hizi dini mbili, dini ya Uislamu lakini pia dini ya Kiyahudi. Mayahudi kwa kuwa wao ni wafuasi wa Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, ambaye alishushiwa kitabu cha Taurati
na ndio nabii pekee ambao wao wanamkubali, na hawamkubali Sayyiduna Isa wala hawamkubali Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan ya'tabiruna ala anna Sinai huwa ardhi ibta'atuhum, wanazingatia kwamba Sinai ni ardhi yao na ni milki yao, na ni wana uhalali wa miliki ardhi hiyo kama sehemu ya maeneo yao takatifu. Lakini pia walimiliki Sinai kwa sababu ya kuzuia maslahi mapana ya kiuchumi ambao unatokana na utalii, pindipo watu wa mataifa mbalimbali wanapokuja kwa ajili ya kwenda kutembelea mlima huo. Lakini katika upande wa Uislamu pia, na sisi tuna imani kwamba ni sehemu yetu takatifu, lakini pia ni sehemu ya maslahi ya kiuchumi. Ni maslahi ya kiuchumi katika nchi ya Masri, lakini pia ni maslahi ya kiuchumi katika nchi ya Israeli. Ni maslahi ya kiuchumi kwa sababu Qur'ani inazungumza wazi na kusimulia kwamba Nabiullah Isa ndio eneo ambalo Nabiullah Isa alizungumza na Mwenyezi Mungu ni katika mlima huu wa Sinai, bilwadi al-muqaddas tuwa. Lakini pia baada ya kufanikiwa 1967 Israel, baada ya kufanikiwa kuchukua eneo hili, lilimfanya sasa Masri aweze kujiandaa kikamilifu. Kuanzia mwaka huu alioshindwa 1967 mpaka mwaka 1973, Masri aliweza kujiandaa taratibu kwa kutengeneza jeshi bora, kwa kutengeneza nguvu bora za kijeshi, kwa kutengeneza majirani ambao watakaoweza kumsaidia na kuhakikisha kwamba analirejesha eneo lake la Sinai. Idhan aliweza kuunda jeshi la pamoja akishirikiana na Syria, lakini pia akaunda jeshi la pamoja kwa kushirikiana na Lebanon, lakini pia akaunda jeshi la pamoja akiwemo pia yeye mwenyewe Saudia pamoja na Jordan. Wakatengeneza jeshi la pamoja ambalo jeshi hili mwaka 1973 liliweza kupambana kuingia vitani na kumpiga Israeli na hatimaye kurejesha eneo hili la Sinai. Lakini wakati huo wakati Israeli aliingia, lengo lake pia lilikuwa ni kutawala mfereji wa Suez, na akafanikiwa kweli, akautawala. Maana yake kila kilichokuwa kikipita pale, kodi yake ilikuwa inakwenda kwa Mayahudi na taifa la Israeli. Lakini mwaka 1973 ndipo Masri akaenda pamoja na washirika wake wakaweza kumuondoa Israeli katika eneo hilo la Sinai, lakini pia katika eneo la mfereji wa Suez. Sasa baada ya mapinduzi, baada ya vita hivyo kuwa vimefanikiwa, ukawekwa mkataba wa amani, mkataba wa usalama kati ya mataifa mawili, kati ya Israeli pamoja na Masri. Lakini baada ya mapinduzi ya Muhammad Morsi, aliyekuwa rais wa Misri, aliyeingia madarakani baada ya kuondolewa Hosni Mubarak, ambapo huyu rais wa sasa wa Masri, ambaye yeye kipindi cha Mubarak ndio alikuwa mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa ndani ya Masri, alivyochukua yeye rais baada ya kumpindua Muhammad Morsi, alianzisha kambi kuu ya kijeshi, kwa maana alionelea kipaumbele chake ni kuhakikisha kwamba anawekeza katika upande wa kutengeneza jeshi na silaha zenye nguvu, silaha ambazo zinaweza kumsaidia kumlinda wakati wowote endapo atashambuliwa na maadui, lakini pia kuweza kufanya mashambulizi kwa adui yoyote ambaye atakayekuja kwa ajili ya kumsambaratisha. Idhan akawa amefanikiwa. Lakini tukio la leo ni kwamba limekuja kushtua ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Wakati vita vinaendelea Ukraine, wako busy na vita vya Ukraine. Wakati mataifa yako busy na namna ya kumvamia Irani na kumuondoa. Wakati ambapo mataifa yanapanga njia za kutengeneza diplomasia ili kuweza kutatua mzozo huu katika njia ya mazungumzo, katika njia ya diplomasia, bila kuleta madhara wala taathira katika mataifa yote na kuepusha madhara yasienee katika ukanda huu, Misri anaibuka na yeye anatengeneza silaha, anazindua silaha zake.
anazindua ndege zake, anazindua droni zake ambazo zina nguvu maradufu ya zile ambazo zilizokuwa zinazungumzwa ndani ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo limemtia hofu Benjamin Netanyahu, jambo ambalo limetia hofu ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaonyesha wasiwasi mkubwa kwa serikali ya Israeli kwamba inaweza ikavamiwa muda wowote ule pale. Sasa nini ambacho kimechafanyika? Kama ilivyo kawaida ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, amezungumza wazi kwamba tunatoa tahadhari, tunaitahadharisha Misri kwa kuunda jeshi kubwa, tunaitahadharisha Misri kwa kuzindua silaha zake, tunaitahadharisha Misri kwa kututia hofu juu ya silaha zake ambazo anazozalisha. Ndugu zangu, kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inayotakiwa kuwa na silaha zilizoendelea, kuwa na silaha za kisasa, kuwa na jeshi lenye nguvu ndani ya Mashariki ya Kati isipokuwa Israeli. Na hii ndiyo ambayo bado ameishikilia mpaka leo bila kujua kwamba ulimwengu umebadilika. Lakini kinachopelekea Misri kufanya hivyo ni nini? Ni baada ya kuonekana kwamba Benjamin Netanyahu ametangaza wazi kwamba huu ni wakati wa kutanua dola yake ya taifa la Israeli. Maana yake anakusudia nini? Maana yake arejee katika mipaka ya Sinai ambayo sio sehemu yake, arejee katika, atanue kwenda upande wa Lebanon, atanue kwenda upande wa Syria, lakini pia aje huku katika ukanda wa Ethiopia, lakini pia asiishie hapo, aje Sudani, ambapo Sudani mpaka sasa kuna mapigano, ambapo Misri na Sudani kuna sehemu wanakutana kule ambapo ilipokuwa kupitia mkoa wa Aswani. Maana yake ni nini? Maana yake ikiwa utawala wa sasa wa Sudani utaporomoka, maana yake Misri itakuwa ni njia nyepesi ya kuweza kudhoofishwa kijeshi. Lakini wakati huo huo Ethiopia inahusika kutengeneza waasi kwa ajili ya kudondosha utawala wa Sudani. Hii maana yake nini? Maana yake Mwisraeli au Myahudi anapitia upande wa Ethiopia kwa ajili ya kutengeneza makundi ya waasi katika nchi ya Sudani na kuanzisha vita ili kuutoa utawala uliopo madarakani. Ndio maana Misri ameshtuka na amesema wazi kwamba hatutokubali na hatutoridhika na hatutotaka kuona utawala wa Sudani ulioko sasa unadondoka, unaachia madaraka. Hilo jambo halitowezekana. Tutahakikisha kwamba tunaulinda utawala huo, jambo ambalo sasa Ethiopia baada ya uzinduzi wa silaha hizi, maana yake na yeye anahofia kwamba ile Sahdun Nahda, lile bonde la mto alilochimba, bwawa alilochimba kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, kutokana na taathira ambayo imekuwa ni kubwa katika nchi ya Misri kufuatia kupungua kwa kina cha maji na uzalishaji ndani ya nchi ya Misri, maana yake anaweza akalipiga siku yoyote, kwa sababu silaha alizozianzisha zina uwezo wa kubomoa bwawa hilo. Kwa hiyo unaweza ukaona vita hivi namna gani vinatanuka, vita vya ukanda, kwa namna Israel anavyotaka kutawala eneo hili ambalo ameshafanikiwa kulitambua eneo la Somaliland. Maana yake Somaliland kuna upande unapakana na Yemen, lakini pia kuna upande unapakana na Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo lengo lake kwamba tutatawala, kutanua dola ya Israel, maana yake minal Furati ila Nil, kuanzia nchi zinazopakana na mto Nile na mto Furati mpaka nchi zinazokuja katika mto Nile. Hayo ndiyo malengo yake, jambo ambalo sasa Marekani baada ya uzinduzi huu ameshtuka na kumtuma waziri wa mambo ya nje kuja kuongea na serikali ya Misri juu ya silaha ambazo anazoendelea kuzizalisha siku by siku. Na hivi ndivyo ambavyo watu wanaviziana kwamba wakati Marekani yuko bize ambaye juu ya kutetea maslahi ya mshirika wake kupitia upande wa kuivamia Iran, akipanga kuivamia Iran, na huku pia na watu wenyewe wanasuka namna ya kuivamia Israeli pamoja na nchi zinazotoa sapoti katika taifa la Israeli. Ya kuongea ni mengi ndugu zangu, na kuomba usisahau kunipa alama ya subscribe, lakini pia kushare pamoja na kulike, lakini pia usisahau kutupa komenti zenu